Alishalambizwa kila kitu kijana. Tumbo liwe kama mtu ambaye ana mimba John. Kila kijana ana mimba. Ni vitu ambavyo ameweza kutupiwa katika lile tumbo John. Kuna maliza siku 3 si najisikia appetite inakata. Mnitume Nairobi mjini basi nitaogotwa. Tuende tumtupe Nairobi. Mnitume wasi Nairobi. Hilo halina tatizo. No, mimi siwezi kuwa na wewe kwa sasa hivi. No, ama siwezi kuwa mimi na wewe mimi. Siwezi kukulala mimi na wewe, nikubali kulala na wewe. Unaweza kuniteka tena unirudishe kwa hiyo hali. Baby. Pain. Oh my God. Ni vitu zako hapa. Dume tumetoka nayo wapi? Kumbe kuna kufanya. Umetoka na nani wewe? Umetoka na nani? Huyu anatuchezea kuna upuzi sana. Wait. Kumbe wademu wa leo mko hivi. Hivi wademu wa sasa hivi mko na hiyo shida kweli? Niko sawa, mimi niko sawa. Niko sawa. I don't talk. No! Winners don't wait, they take action. Pilot AFEX is where ambitious traders learn, grow, and unlock new opportunities in the Forex market. Don't just watch others succeed. Start your trading journey with Pilot AFEX today. Kama unataka kutrade Forex trader, huyo pia ana trade, ni vile tu siku hizi watu wakiwa wana trade mbaya sana. Trading iko na dovi mbaya sana. Ingia kwa Chrome, search Pilot AFX. Trade na Pilot AFX. Ama unipigie tu, simama, kuna link na kuweka kwa comment section. Click hiyo link uende ikupeleka kwa kutrade. Unaingia kutrade, ni rahisi sana. Ukishinda kutrade, nitakuconnect na mtu ambaye anajua. Mimi napendanga nikiona kitu inasaidia watu na mimi nawaambia. Napenda sana. Nikushukuru brother. Nikushukuru, mimi nipako hali mbaya wallahi. Lakini yote mimi ndo nimeyafanya. Mimi ndo sijakitaka kuwasikia. Lakini niko nasema tu mnisamehe kwa sababu mimi sijui ni vitu gani vilikuwa vimenishika. Sijui ni vitu gani vilikuwa vimenishika. Hata niko namaliza siku 3 sili. Niko nimefungiwa keki mfuko kule. Lakini nawashukuru sana, nawashukuru. Kupata hoteli ni ngumu. Kwani uko ni wapi? Hapo maduka hapo John. Uko ni wapi? Kwani bwana kuna kao kama ni ushago. Kwani uko unanipeleka wapi? Nakuru County. Nakuru County. Sio jana usiku na hata sijawahi sikia Nakuru. Ndio daktari alikuwa na majina yako. Acha nikuachie ama furahi. Kinasikia njaa. Namaliza siku 3, nilikuwa namaliza siku 3 siri. Akikuwa ananiambia tu kwa juu nimekujua nilikuwa nimeletwa na gari. Wameniweka huku chini. Nimesikia kama nimeweka huku chini kwa gari, huku kwa mlango chini wa gari. Kwa sababu ningekuwa nimekaa ningesikia nimeweka huku chini kwa sababu kuna nasikia napiga kwa chuma. Tumeenda muda mrefu, hata siwezi kujua kwa juu tumetoka nje na kulikuwa ni giza. Kama juu nimefungwa kama siku 3. Mtu kama siku 3 nilikuwa hata sioni nje, sioni wapi. Lakini niko nabaki nasikia sauti kama za sauti ni waigusikia kipindi Queen amenifikisha kwao. Niwe kusikia sauti ya yule brother, sauti ya yule mambraza. Mama yake, lakini kama vitu walikuwa wanafanya vitu kwa kujificha, walikuwa hawaongei kwa kusikia. Nasikia tu tumpeleke hapa afu kesho asubuhi tumsafirishe. Sijui niko hapa nisafirishe nipeleke wapi. Hiyo ndio nilikuwa sijajua. Afu nilikuwa najua kama ni kuniua, kunisafirisha na wangu kwa wanaongea ti huyu inabidi tumsafirishe tumalizie. Pole bro. Nivyo tunajisikia kula yani chakula yani appetite. Lakini niziba. Una appetite. Kuna njaa na una appetite. Kumendasikia sana sili. Kijana, umeshukuru sana John. Maana mimi tayari nilikuwa nimeshakataa kufanya kazi yako. Ilikuwepo hata John niweze kusafiri nirudi kule Kongo. Ila John akanieleza kwamba daktari tuliweza kuchukua kazi ya kijana. Wacha tuweze kumsaidia. Hata lile kipindi kabla nikueleze kwamba utaweza kuona chemtema kuni, nilikuwa nahitaji kuweza kukuadhibu. John akanieleza nisiweze kukuadhibu, nikuache kwanza. Ndilo adhabu hili umeweza kupokea. Siku 3 kuwepo bila chakula. Siku 3. Hata nilikuwa jana sio? Ndio. Hujui mchana, hujui usiku. Sasa yanapita tu unangoja kifo.
Nilikuwa wananiambia nataka nisafirishe, sijui nataka nisafirishe wapi. Nilikuwepo na uwezo wa kufanya hivyo. Wewe usiweze kutekwa nyara wala usiweze kufanyiwa chochote. Ile jinsi ambavyo ulikuja na maneno yako nikasema sawa sawa. Waache ulimwengu uweze kukuadhibu. Ndio sasa hivi tupo Nakuru kwa ajili yako. Na ni John ndiye amenieleza kwamba niweze, maana nilimweleza John, nilipiga simu nikamweleza John, kijana jinsi ambavyo nilikuelekeza sasa hivi anatumikia mateso. Na mimi nikasema kwamba mimi John na safari ya Kongo sitakwenda kule kumsaidia. Ila John akaweza kunizungumza nami, ndiposa nikaweza kumleta mahali upo. Ila mimi leo asubuhi ningeelekea kule Kongo, na ngoja kule Kongo kwa ajili ya kazi. Kwa mtu kazi ambaye anafanya kwa mtu ambaye anisikilizi. Dokta, sio mimi, ni kama mimi nimerogwa. Hamna mtu ambaye anajua amerogwa. Sijajielewa dokta. Ni kwa mimi sijajielewa, hata nimeshangaa kisi mmenikuta hapo. Kuna kitu daktari nakumbuka? Ndio John. Wakati ulimrudishia gari, ulifanya gari karudi. Ndio John. Kwa gari nyuma ya booth kulikuwa na kamba. Kulikuwepo na kamba. Wewe mwenyewe kamwambia kamba ni yeye tu ilikuwa inaenda kunyonga. Na yeye akachukulia simbo tu. Hata kwa serious ya kufuatilia. Afuatilie ni kipi? Mwambie, ukiambia mtu jambo akuwe serious, afuatilie. Akiacha hivyo akinyamaza na bwana nyamaza. Ama akileta mzaa John na linamkuta kweli. Litaweza kumkuta kitu ambacho nataka kiweze kumkuta John. Unaweza ambia mtu gari itakugonga, gari utauliwa, gari itakugonga. Na ndivyo hivyo ataweza kufanyiwa John. Usinyamaze daktari kusema kitu. Kwa hivyo John huwa anapuuza sana, yani anapenda kulialia ovyo ovyo. Hata watu wanakasirika na yeye. Ndio John. Kulialia kama wewe ni mwanaume, sasa zingine kauka bro. Kama hapana sema hapana. Ujinga wa kulialia. Hapana kwa mlegevu. Ukisema no hakuna kuingia bedroom. Acha kutoa zingi zitaki. Kisha anaingia mule John. Unaingia mpaka bedroom. Mimi kama tu nikao nimerogwa. Hamna mtu ambaye anajua kama amerogwa. Hamna mtu anajua. Daktari amekwambia umerogwa? Daktari hajaniambia. Kisha una maana vipi nasema umerogwa? Wewe ndio mrogi. Wewe ndio umejoroga mwenyewe. Hapana daktari, hapana. Wewe ndio umeweza kujikanganya. Sasa hivi hatunge kuepo hapa kijana. Maji mpaka ukapewa nyumba. Sasa hivi ungekuwa umesharudishiwa nyumba yako upo nayo. Ukarudisha gari uko nayo. Akapelekwa kwa nyumba akaambiwa nyake, akafurahi, lakini akasema viti si hizo. Ndio John. Sijui safari zangu zitakuaje. Sasa hivi John, kazi ya kijana John ingekuwa tumeshamaliza. Angeeshapokea vitu vyake. Ila yeye kwa utundu wake sasa hivi yupo hapa. Ana mna chochote ambacho hako nacho John. Naomba msamaha katika nyote wawili. Mimi ndo nimepuzia. Anaturudisha moja. Daktari gari yake kwa wapi? Msichana alishachukua, ndio maana hujamuona leo John. Wewe ni mjinga. Sasa hivi hana chochote John. Kunywa. Hata hela kwa simu yake hamna. Simu yenyewe hana John. Akunywa situkufia hapa. Simu yangu mnaanza kunipigia ni simu kwa. Hana kitu kabisa. Kwa mteja mimi nimepiga mara ngapi? Umesema niko Kisumu, niko wapi huko? Nakuru. Kwa Kisumu. Hela ambayo alikuwepo kwenye nayo kwenye simu John ilishachukuliwa yote. Jamani mshenzi daktari. Hata ungemwacha kwanza atolewe mimi moja. Samehe. Huyu John. Niko naomba mnisamehe. Pasinge kwani wewe John. Huyu wewe ndio ulimwonea huruma John. Achana naye daktari. Wewe ndio uliweza kumwonea huruma. Mwachana naye. Arudi. Mimi nakumbuka Burundi kwao. Arudi Burundi tu. Mimi nakumbuka uweze kumsaidia aweze kurudi Burundi. Nakumbuka siku ile huyo daktari si mtu akusaidika. Ulimgari karudi akajifanya fanya. Sasa hivi hana gari lenyewe John. Si ulisema anaenda karana na yule msichana. Yule msichana sijui yuko wapi. Ushalala naye. Hata sijui yuko wapi. Wewe unajua ulala naye unajua? Alitambua ile John huyo. Unajua ulilala naye? Na hapo ndivyo aliweza kuharibu kila kitu. Hivyo ndio ulilala naye wakakubeba. Ulimkula bro. Na vivyo ndio aliweza kuharibu kila kitu. Na tulishamweleza yule msichana sio mtu wa kumchekea. Anajifanya mzuri kisha anaweza kuharibu tena. Sasa hivi yupo wapi? Natambua mahali yupo. Sitambui. Una appetite si ukule vitu hapo usikufe. Kuna maliza siku 3 si najisikia appetite inakata.
Baya tena kata. Kuna vitu John kijana, John kama maskini mwenzangu. John, Ndio daktari. kuna vitu ambavyo kijana aliweza kupewa akaweza kuvitafuna. Ndio vitu vitaweza kumeesha vitu kwa tumbo, vitaweza kuwa katika tumboni mwake John. Alishalambishwa kila kitu kijana, kaweza kuchanganya akili yake, ndio hata ataweza kujaribu kula John, ila maji imejaa kwenye tumbo. Maana kile kitu kitaenda kutengeneza vitu kwa tumbo John, kisha litaweza kutengeneza tumbo liwe kama mtu ambaye ana mimba John, ila kijana ana mimba. Ni vitu ambavyo ameweza kutupiwa katika lile tumbo John. Alisha niuti chukulialia kila wakati daktari. Ni shida sio mimi brother. Ni shida brother, ni shida. Sio mimi brother. Na bado hujapokea shida. Sasa hivi tumeweza kupata, ila kesho mniponyeshe basi, naomba basi mniponyeshe. Ndio naomba basi mniponyeshe, dokta niponyeshe. Wewe sasa hivi ungeisha tolewa hata figo wewe. Maana huo ndio ulikuwa mpangilio. Dokta basi mniponyeshe dokta. Maisha. Wewe kusaidiwa ni bure. Maana tunafanya vitu vinaenda mbele, wewe unaregesha vitu nyuma. Tunafanya kazi ipi hiyo? Hiyo ni kazi kipi? Ni kazi ipi tunafanya hiyo? Sio mimi, ni kama nimerogwa mimi. Na kama umerogwa, ile ondoa mdomoni. Ni kwa ajili ya uzembe wako na kumfuata kila mtu na kumwamini kila mtu. Nilikueleza uweze kutulia, uwe mpole, nipe kama tu hii story ya Ruto. Ndio. Alikuwa baba yake ni dere. Unajua alikuwa kidogo ako juu kabisa. Sasa na mimi kujaribu kumwahi pale DP. Akanionyesha dasi sana. Sala, nilisikia vibaya jo. Nikushua hiyo time ukiwa bado ni kijana, lakini ukiwa kijana zaidi, hakuwezi kosa kuna kadem fulani ulijaribu kuingiza. Akakataa story yako, tuseme ukweli. Hata hiyo hata brother kuna kadem bwana alikuwa anamezea lakini kakamkataa. Kuna comment fulani niliona mtu anasema si mtafute sasa hiyo msaidie. Mtu mwingine akareply akamuuliza amsaidie amefanya nini? Ni kama wewe sasa pia wewe kademu kasai kaliko kukataa sasa kana kutaka. Kwa hali mbaya John, mnisaidie. Hivi mimi nilikuwa kwa hali mbaya. Naomba ukufe tuandike rest in peace. Ndio. No. Na hilo John ndio daktari. Ndio angeelekea. Maana alikuwepo tayari kuweza kuuliwa. Rest in peace. Liza, sijui majina yako ingine. Kama John tuweze kumfunga pale tumwache pale. Ndio tati yako kama mmenisaidia John. Sababu umenisaidia kutoka wapi John? Ngoja nipigie mama yako na uliweza kutueleza kwamba wewe umeshachoka na usaidizi wetu, mahali tumeweza kusaidia tuweze kuachia hapo. Bibi ndio ulivyosema kauli yako, sio? Daktari, naomba daktari. Ulisema uhitaji usaidizi wetu. Daktari, mimi naomba daktari. Naomba hiyo daktari. Naomba nini? Hiyo daktari, naomba utoe hiyo. Nisamehe daktari, nirudi sawa. Daktari, hivi sina kitu, sina hadi nguo daktari. Wewe tumeweza kusaidia uweze kutokana na figo. Ila tumbo lako litaweza kuvura. Sina basi mnirudishie Nairobi. Nijue sinaanza kupata usafiri wa kwenda Burundi kama mtanisaidia. Burundi ndio umeshalambishwa vitu huko. Utaka kwenda kufia Burundi, sio? Bora nenda nifie home. Naona bora nenda nifie home. Nampiga mama yako hapa video call na kuone. Hayo mambo tamzungumza na John. Sijui kama mama yako atachukua video aone vile unateseka. Natamani kwenda home. Ame cancel. Unaona? Angalia amekata. Acha tu mwake ndio visirani ziishe. Ndio. Umeona? Aionyesha. Naomba tumsuluhishe, tumuombe msamaha. Hata nimtumie video kirekodi hapo muombe msamaha sawa? Kidogo tu. Muombe msamaha mama yako hapa. Mama, niko mbaya. Hata sijui hali yangu niko wapi sasa. Mama, naomba msamaha, mnisamehe.
Ako huko mwanao na wewe uko Burundi tu unajienjoy. Ulitoroka mtoto wako. Sasa anaona tu 3 days alitekwa nyara. Naumia tu. Baba sinirudi basi home Burundi, basi naomba msaada mnifikishe basi home. Nimtumia tu inamtosha kama ana roho ya kukupenda. Ana anakupenda kweli. Nimemtumia. Acha iende. Nilikuwa naomba tu mnisamee. Kwa solution nimefanya, naomba mnisamee. Sina cha kufanya. Mmenitoa mbali. Mimi ndo shida, mimi ndo niko na makosa. Daktari, mimi ndo na makosa makubwa. Mimi ndo niko na makosa makubwa sana daktari. Mimi ndo makosa daktari. Mimi naomba tu nitoe kwa hii hali. Mimi nafika hali mbaya. Namna. Nafika hali mbaya daktari. Wewe kusaidiwa ni bure kabisa. Huu usaidizi ningempa mtu mwingine ambaye msikivu anasikiliza yale ambayo anamueleza. Ningempa usaidizi mtu mwingine. Ndio mamake. Yupo kwenye mawimbi. Sijui kama amekataa kunijibu kabisa. Ndio naomba mnisamee, mnisaidie. Mimi naumia. Wewe kijana, usaidizi wetu ulisema uweze kufika mwisho, na hili ambalo nimeweza kutoa siku ya leo. Ongea na mamako. Hello mama. Hello mama, utakuja lini? Uko wapi? Niko mbaya. Kwa nini? Niko mbaya. Niko nimefungiwa mahali mama. Niko nimefungiwa mahali siku 3 ni kuasili. Hivi ndo sijui daktari ndo amekaamua kunichukua. Kata simu mwenyewe. Nahitaji hata mwenyewe, maana anajua kipi mtoto wake aliweza kufanya jioni. Mtoto wake asikii kabisa. Asikii kabisa. Ndio naomba mnitoe kwa hii hali. Kama mmeamua kunitoa kwa zile kamba nilikuwa nimefungiwa, naomba mnitoe hapa. Basi mnipeleke jinsi naweza kurudi nyumbani. Basi nifike Nairobi. Kurudishe mali alikuwa tayari alifunga. Basi mnirudishe Nairobi. Wale wenye walikuwa na rekodi hapo nje walikimbia. Ndio nilikueleza John. Hapa tumekuja kama wanahitaji kuweza walikuwepo kuchukua John. Basi mnirudishe, nitupe basi Nairobi mjini. Mnitupe Nairobi mjini basi nitaogotwa. Daktari, twende tumtupe Nairobi. Ndio mtakuwa mmenisaidia mnitoe huku sijui ni wapi. Hilo halina tatizo kijana. Mnitupe basi Nairobi. Hilo halina tatizo. Tutaweza kukutoa kule. Mtu wangu amenisaidia, mnitoe huku. Hamna tatizo kijana. Hilo tutaweza kufanya, maana hiyo ndio msaada wetu wa mwisho tutaweza kukupa. Msaada wetu wa mwisho ni kukupa Nairobi. Wewe mnitupe huko mjini Nairobi. Huku naona matano ya huku. Tumtupe Nairobi. Ndio. Maana mimi siwezi kufanya kazi. Haya leo natupa Nairobi. Asante. Hatuwezi kufanya kazi na mtu ambaye hasikilizi. Ndio. Bora mniache Nairobi, ndio naona naweza kusaidika. Huku sijui niko wapi. Huku sijui huku niko wapi.